Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amefariki dunia. Taarifa za kifo cha Papa Francis zimetangazwa na Kelvin Kardinali Faleli akisema kuwa na nukuu, "Kaka na dada wapendwa, kwa huzuni kubwa sina budi kutangaza kifo cha askofu wa Roma Papa Francis kilichotokea saa 1:35 asubuhi ya Jumatatu tarehe 21 Aprili 2025. Alisema hivyo, mwisho wa kunukuu. Aliyesema hayo akiwa katika nyumba ya Mtakatifu Malta ambako Papa Francis aliwahi kuishi huko. Taarifa kutoka DW zinasema kuwa Papa Francis amefariki siku moja baada ya kutoa baraka za sikukuu ya Jumapili ya Pasaka katika viwanja vya kanisa la Mtakatifu Peter. Ingawa alionekana kuwa dhaifu baada ya kuzongwa na maradhi baada ya kifo chake kutangazwa, kengele kwenye minara ya kanisa kuzunguka Roma zilipigwa. Papa Francis ambaye ameliongoza kanisa Katoliki kwa zaidi ya muongo mmoja amekuwa akisumbuliwa na matatizo kadhaa ya kiafya katika miaka ya hivi karibuni. Februari 14 mwaka huu, Papa Francis alilazwa kwa zaidi ya mwezi mmoja katika hospitali ya Gemelli mjini Roma alipokuwa akisumbuliwa na matatizo makubwa ya kupumua na mapafu. Viongozi wengine waliotuma salamu zao za rambirambi kufuatia kifo hicho ni pamoja na Rais wa Kenya William Ruto, Rais wa Uswisi Karin Keller na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Mfalme Charles wa pili wa Uingereza na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas. Aidha, viongozi wa Argentina, Italia, India na Marekani, Urusi, Israel ni miongoni mwa waliotuma salamu zao za rambirambi. Rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas alitaja kuhuzunishwa na kifo cha Papa Francis, akimtaja kama rafiki mwaminifu wa watu wa Palestina. Baadhi ya vyanzo mbalimbali vya taarifa vimeweza kuripoti taarifa hizi, lakini cha muhimu ni kwamba nini kitatokea baada ya Papa Francis kuweza kufariki. Kitu cha kwanza kabla yote, kiongozi wa makardinali yani Kamalengo, ambaye yeye ndiye hutangaza kifo chake, yeye humvua pete papa huyo na kuweza kuyafunika makazi yake. Kanisa Katoliki huingia kwenye maombolezo huku maamuzi makubwa yakishindwa kufanyika, hasa kutokana na hali hiyo kubwa ya simanzi. Mwili wa Papa Francis huwekwa wazi kwenye viwanja vya Mtakatifu Petro kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho. Mazishi ya Papa Francis hufanyika ndani ya siku 9 za maombolezo maarufu kama Novediale, ikiwemo ibada ya misa nchini Roma. Kikao cha makardinali maarufu kama conclave hukaa kwa siku 15 hadi 20. Jumla ya makardinali 138 wenye chini ya miaka 80 huingia kwenye chumba maalum na kuanza mchakato wa kumchagua papa mpya. Kura zilizopigwa baada ya kila awamu huwekwa kwenye moto wa rangi ya moshi kuainisha iwapo papa amepatikana au hajapatikana. Iwapo papa mpya akipatikana, maneno ya Habemus Papam hutamkwa, yani tumempata papa mpya. Ishara ya moshi ndio huamua iza papa mpya na kama papa amepatikana au hajapatikana. Endapo kama kula zitakazopigwa kwa mtu fulani na kisha moshi ukaonekana, hivyo ndivyo inavyoonyesha kwamba papa amepatikana.